Nianze kwa kukushukuru sana kwa kupanga ziara ya kikazi ya siku 3 katika mkoa wetu wa Rukwa. Jukumu langu hapa ni dogo, ni kutoa salamu fupi za mkoa wa Rukwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua kwamba wenzangu wananchi hawa wana manyere katika mkoa wa Rukwa. Hamu yao kubwa ni kukusikiliza wewe, sio mimi. Nimeongea ukweli au uongo? Mimi nipo bana, au sio? Akiondoka si nitarudi, halafu si tutaongea. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa uchungu mkubwa naomba nitoe machache yaliyo moyoni, kwamba jana ulipofika nilikuwa nimewasiliana na mamlaka ya hali ya hewa, na mamlaka ya hali ya hewa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, waliniambia kwamba jana mvua ingenyesha. Nikazungumza na wazee wangu hapa, na wazee wangu machifu njooni, machifu njooni bwana. Hapa hapa karibu hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jana nilizungumza na machifu wangu hao hapa. Sogeni hapa Waziri Mkuu waone na wananchi waone. Nilizungumza nao, wakasitisha mvua ya jana. Leo nimekawia kidogo kuzungumza na hao wazee wametuharibia. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika msafara wako, kwanza nianze kwa kusema mkoa wa Rukwa ifikapo mwezi wa 5, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wiki ya pili ya mwezi wa 5 nitakuwa nimekamilisha miaka 3 kamili katika huu mkoa. Kwa kwanza nikwambie, wananchi wa mkoa wa Rukwa ni watu wema sana, wamenipokea vizuri sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wa mkoa wa Rukwa wana upendo sana na wana machifu wazuri. Ukiwaomba jambo wanatoa ushirikiano. Leo nimechelewa kidogo nimekumbuka Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba katika msafara wako uliokuja nao kuna Mpemba. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii, njoo wakuone, maana wewe ndio umeniharibia leo. Njoo Mheshimiwa Waziri. Njoo Mheshimiwa. Njoo bwana, usiogope. Ndugu wananchi na Mheshimiwa Waziri Mkuu, walikuwa wanasema kwamba mkoa wa Rukwa kuna wachawi. Sio kweli, hakuna. Mimi nimekaa hapa, ni watu wema. Huku kuna science scheme. Science scheme hoye! Jana ndugu yangu Mheshimiwa Naibu Waziri alikuwa anasema hawa wanataka kunijaribu hawa. Sasa sikumwamkia asubuhi vizuri. Sasa machifu, huyu ndio anayetujaribu. Mheshimiwa Silinde, Naibu Waziri wa Kilimo, njoo kwa muda mfupi tu. Wewe ni jirani yetu wa Songwe. Naomba uongee, najua baadaye utaitwa kuongea, lakini naomba unijibu kwa ufupi. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maliasili na Kilimo anatujaribu. Atatuweza huyu kweli? Hatuwezi kabisa. Basi nashukuru.
Masifu, asante. Basi Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya hayo machache yaliyokuwa yananiuma, naomba nitumie nafasi hii kuungana mkono na Mheshimiwa mbunge wa viti maalumu Mheshimiwa Sylvia. Nirejee tu kwa kifupi kwamba Mheshimiwa Sylvia ameeleza ukweli jinsi ya moyo ulionao na nguvu ulizo nazo. Jana tumekuwa na wewe, umefanya kazi kubwa, umewasikiliza wananchi. Leo umeamka, unaonekana bado uko vile vile. Mimi siri naijua, ni watonye au nisiwatonye? Ni watonye au nisiwatonye? Unajua mimi hapa sasa hivi nimechoka, lakini muangalie Mheshimiwa Mwigulu. Kachoka huyu. Siri ni Mama Neema. Mama Neema upo? Nilikuona. Huyu hapa. Mama Neema Mwigulu Lameck Nchemba. Huyu ndio siri ya mafanikio ya Mwigulu. Bila huyu Mwigulu hakuna dili. Mama wapungie mkono, lakini wasalimie. Nkasi, hatujambo. Mimi siwezi kuwa na mengi ya kuongea, ni salamu tu. Niseme tu machache kwamba tunawapenda sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Makofi kwake. Mama Neema oye! Sasa najua wengi wali ni wastaarabu, lakini wale marafiki zangu wachache wa mwendo kasi, mama huyu kweli ni dhahabu. Lakini sio ya kwetu, ni ya Mwigulu Nchemba hii. Mama huyu kaolewa. Msiniharibie. Mama, Mungu akubariki sana. Tunakutamani wa aina hii, mko wachache, lakini Mwigulu katuwahi. Mwigulu oye! Mama Neema Mwigulu oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeshakwambia kwamba mkoa wetu tuko vizuri, na sisi uchaguzi kwetu umeshakwisha, tumeanza kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kama mtumishi, kiongozi mtumishi wa wananchi, napenda kujichukulia kama mchezaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi kama mchezaji katika shughuli hizi nilijiamini kwamba mimi ni mchezaji mzuri, na hamu yangu wakati naanza mchezo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilikuwa nianze mchezo na timu kubwa. Si mnafahamu katika mchezo sikuna timu kubwa, halafu sikuna zingine ndogo, sikuna Yanga, halafu sikuna Simba. Wanyama mpo hapa? Wanyama oye! Mwigulu mimi nasikia yeye mwananchi. Wananchi mpo? Wananchi mpo? Basi na mwananchi mwenzenu naye yupo. Wananchi oye! Na wanyama oye! Lakini mwananchi bila wanyama yanakwenda kweli? Yaani wananchi mnakwenda wenyewe, hamna hata mnyama mmoja. Wanyama oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukitafuta kuonyesha kipaji chako, unajiamini na unataka kuchezea timu kubwa, nafasi zikibana usitukane. Wewe si mchezaji? Hata matusi ya nini? Toka nenda timu ndogo. Katika ligi siziko timu zingine ndogo ndogo? Mmewahi kuzisikia? Mjazisikia? Sikuna Singida United? Sizipo? Sikuna Kagera Sugar? Sizipo? Basi we kaanzie huko.
ubingwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utachukuliwa na timu kubwa. Unapokuwa timu ndogo unataka kucheza timu kubwa, usitukane. Wewe kiweke tu hapa. Mwigulu akija hivi unautoa ule mpira, anapita mbio. Sasa nyinyi wachezaji mashabiki si mnatuona? Alafu Mwigulu akija kwa hivi unaunyanyua ule, unauweka kwenye kifua, unaupiga hivi, anapita, inaitwa kanzu. Mwigulu kapita na kanzu. Sasa wale si wanakuona unavyowauzi? Kombe watachukua, lakini si wanakuona unavyowafanyia? Mheshimiwa Waziri Mkuu, muda sio rafiki, lakini naomba niseme kwa ufupi. Mheshimiwa, tukae chonjo. Leo nimeona mchezaji mpya hapa wa jimbo la Nkasi Kaskazini. Huyu mchezaji nimeshamuona huyu. Mimi salama yangu na jidai scout. Jamani, mimi ni scout. Wazee wa timu, kaeni tayari, na wao wengine ambao mna namba zenu, kaeni tayari. Kuna chombo kipya kinakuja hapa. Naongea ukweli au uongo hapa? Bwana, huyu mchezaji wacha mchezo. Mwanzo mgumu, usijali. Na hauko peke yako, nikutie moyo. Tulioanzia timu ndogo. Ni watonye au nisiwatonye? Mama Salome Makamba, piga ripoti hapa. Njoo wakuone mchezaji wa timu ndogo. Mheshimiwa Silinde, rudi tena. Wachezaji wa timu ndogo. Bwana, mwanzo mgumu, wasalimie wenzako. Mimi pia nilikuwa huko. Sasa nilipoona kipato kidogo. Mwanzo mgumu hoye. Mheshimiwa DC wa Nkasi, njoo, unajificha, njoo. Unajidai tukujui. Wananchi wale washabiki wanaoangalia mchezo wanatujua, au sio? Kwa hata ukijificha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sijakuomba ridhaa yako, lakini kwa busara zako nashukuru umeniruhusu niwakumbuke wachezaji wenzangu. Tulianza timu ndogo. Mimi naogopa huyu asije akasema sasa Makongoro tulikuwa wote timu ndogo. Tangu uwe mkuu wa mkoa hata salamu. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimeshatoa salamu za mkoa. Naomba sasa uje, kwa sababu wenzangu hawa sisi tuko shamba na mimi ni jogoo wa shamba, na kwa sasa hivi mpaka hapo Mama Samia atakapofanya tofauti, mimi ndio jogoo wa shamba, kiongozi mkoa wa Rukwa. Hapo vipi hapo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Wananchi wanakusubiri.